Hakika, hii hapa simulizi ya Bonge na mke wake Aisha. Kama ilivyo, Bonge alikuwa mfanyabiashara maarufu katika mji wa Kandahar. Alikuwa na maduka makubwa, maghala yenye bidhaa za thamani, na mashamba makubwa yaliyokuwa yakizalisha mazao mengi. Alijulikana kwa utajiri wake mkubwa, lakini pia kwa hulka yake ya ukatili na udanganyifu. Wafanyakazi wake waliteseka chini ya mikono yake, wakifanya kazi kwa bidii, lakini wakilipwa ujira mdogo mno. Bonge hakujali malalamiko yao, akiamini kuwa utajiri wake ungeendelea kuongezeka bila kujali alivyowatendea wengine. Hakuna mtu anayeweza kunizuia, alisema Bonge mara nyingi kwa kiburi. Mali ni yangu, na yeyote anayetaka kuishi vizuri, basi afanye kazi kwa bidii bila kulalamika. Lakini mambo hayakuwa kama alivyodhani. Siku moja, janga kubwa lilimkumba. Soko lake kuu liliteketea kwa moto usioeleweka chanzo chake. Maghala yake yaliporwa na majambazi waliokuwa wakimchukia kwa uovu wake. Mazao yake yaliharibiwa na ukame mkali ambao haujawahi kutokea kwa miaka mingi. Ndani ya miezi michache, Bonge alipoteza kila kitu alichokuwa nacho. Kwa mara ya kwanza, alijikuta hana majivuno. Wafanyakazi wake, ambao aliwadhulumu kwa miaka mingi, walimkimbia. Marafiki zake wa biashara walimgeuka, wakikataa kumsaidia. Alienda kwa watu waliowahi kuwadhulumu akiomba msaada, lakini wote walimkataa. Ulipotajirika, ulitufukuza kama mbwa, mmoja wa wafanyabiashara wenzake alimwambia. Sasa unataka msaada wetu? Hapana Bonge, hii ni adhabu yako. Akiwa hana pa kwenda, Bonge alianza kutafakari maisha yake. Alikumbuka maneno ya wazee wa mji ambao walikuwa wakimuonya kuhusu dhulma na ubaya wake. Alikumbuka pia maneno ya mama yake aliyewahi kumwambia, mwanangu, utajiri wa haramu hauna baraka. Siku moja utakuja kujuta. Katika siku za ufanisi wake, Bonge alikuwa na mke mwema aliyeitwa Aisha. Alikuwa mwanamke wa subra, mcha Mungu na mwenye hekima. Hata katika kipindi ambacho Bonge alikuwa akijivunia utajiri wake na kuwadhulumu wengine, Aisha hakuwahi kukubali njia zake mbovu. Mara nyingi alijaribu kumshauri kwa upole, lakini Bonge hakusikiliza. Mume wangu, Aisha aliwahi kumwambia siku moja walipokuwa nyumbani, utajiri ni mtihani. Kama hatuutumii kwa njia ya haki, utatuangamiza badala ya kutufaidi. Kumbuka kwamba Allah anaona kila tunalofanya, na siku moja tutajibu mbele yake. Lakini Bonge alitabasamu tu kwa dharau. Aisha, mimi ni mfanyabiashara mjanja. Hakuna mtu anayeweza kuniangusha. Mali yangu ni ushahidi wa akili yangu kubwa, si laana kama unavyodhani. Aisha alimtazama kwa huzuni. Alijua kuwa Bonge alikuwa amepofushwa na mali yake, lakini hakuchoka kumwombea. Kila usiku, alipokuwa akisali tahajjud, alimuomba Allah amuoneshe mumewe nuru ya haki kabla haijawa kuchelewa. Baada ya Bonge kupoteza kila kitu, alirudi nyumbani akiwa mtu aliyedhoofika. Macho yake yalikuwa na huzuni kubwa, na kwa mara ya kwanza, alihisi aibu kumtazama mkewe machoni. Aisha, alisema kwa sauti ya unyonge, umekuwa ukiniambia muda wote, lakini sikusikiliza. Sasa nimeanguka na sijui nitafanya nini. Aisha alimshika mkono kwa upole. Mume wangu, sifa ya Allah ni kuwa hapuuzi tauba ya kweli. Sasa ndiyo wakati wa kusimama na kuanza upya kwa njia ya haki. Mali inaweza kupotea, lakini imani yako kwa Allah ndiyo hazina ya kweli. Ikiwa kweli umetambua makosa yako, basi tumia nafasi hii kujirekebisha. Bonge alimtazama mkewe kwa macho yaliyojaa machozi. Nimekosa sana Aisha. Nimewadhulumu wengi. Nimekuwa kipofu kwa tamaa ya dunia. Aisha alimsogelea na kumtia moyo. Basi rudisha haki za watu, tafuta radhi zao, na zaidi ya yote, mrudie Allah kwa unyenyekevu. Hujachelewa. Allah ni mwingi wa rehma. Maneno ya Aisha yalimuumiza sana Bonge. Alitambua kuwa alikuwa na mke mwema aliyempenda na kumtakia kheri hata katika nyakati zake mbaya zaidi. Kwa msaada wa mkewe, alianza kujirekebisha, akifuata nasaha zake na kubadili mtazamo wake kuhusu maisha. Siku moja, alipokuwa ameketi nje ya msikiti huku akiwa na njaa kali, alimuona mzee mmoja mwenye ndevu ndefu akimwangalia kwa huruma. Mzee huyo alikuwa Sheikh Abdudhusaya, mtu aliyekuwa akiheshimika kwa hikma na uadilifu wake. Bonge, alisema Sheikh Abdudu kwa sauti ya utulivu, Allahu subhanahu wa ta'ala anapenda wale wanaotubu kwa dhati. Ikiwa kweli unajutia matendo yako, njia ya kurekebisha maisha yako ipo wazi. Bonge alilia kwa uchungu. Nimefanya madhambi mengi Sheikh. Nimewatendea watu vibaya. Nimeishi kwa udanganyifu. Je, Allah atanisamehe kweli? Hakika Allah ni mwingi wa rehma, Sheikh Abdu alijibu. Lakini msamaha wa kweli huja kwa kutubu na kurekebisha makosa yako. Rudi kwa wale uliowadhulumu, waombe radhi na jaribu kuwasaidia. Utapata baraka na amani ya kweli. Bonge aliamua kufuata ushauri wa Sheikh. Alianza kwa kutafuta wafanyakazi wake wa zamani.
akawaomba msamaha na kuwapa mali kidogo aliyobakiwa nayo. Wengine walimsamehe, wengine walimkataa, lakini aliendelea kufanya mema. Alikumbuka kuwa alikuwa na ardhi ndogo nje ya mji ambayo hakuwahi kuipa thamani. Akaamua kuanza kilimo kwa mikono yake mwenyewe. Alikuwa hana uzoefu, lakini alijifunza kutoka kwa wakulima maskini waliomsaidia kwa moyo safi. Polepole alizalisha mazao ya kutosha, si tu kwa ajili yake bali pia kwa kusaidia wengine. Maisha ya Bonge yalianza kubadilika. Hakuwa tena yule mfanyabiashara mwenye kiburi. Sasa alikuwa mtu wa ibada, aliyesaidia masikini, yatima na wajane. Watu wa mji walianza kumheshimu kwa sababu ya mabadiliko yake. Alianzisha shule kwa watoto wa maskini, akihakikisha kuwa wanapata elimu walioikosa kwa miaka mingi. Wakati Bonge alipofariki, Aisha alihuzunika, lakini alijua kuwa mumewe alifariki akiwa katika njia ya haki. Aliendelea na kazi zake za kusaidia jamii, akihamasisha watu kuishi kwa uadilifu na kuwakumbusha kuwa kila mtu anaweza kubadilika, alimradi awe na toba ya kweli.